Juni 17, Jumanne, mwaka wa 2025. Macho ya kuona hatua ya mgeuko wa zama. Matendo 11:19. Basi wale waliokuwa wametawanywa kwa ajili ya mateso ya Stefano walisafiri mpaka Foinike, Kipro na Antiokia, wakihubiri ujumbe kwa Wayahudi peke yao. Ninyi remnant, lazima muwe na macho ya kuona hatua ya mgeuko wa zama. Kuna kitu lazima ujue kabisa. Dhambi ya asili ni ile hali ya kuanguka ndani ya Mwanzo 3:6 na 11. Baada ya kujaribiwa na Shetani, mwanadamu alimwacha Mungu na hakuweza tena kuokolewa. Hatimaye walianguka katika hali ambayo hawakuweza tena kuzuia majanga yanayokuja. Kwa hiyo mwanadamu alijitahidi kuishi na kuishia kutengeneza sanamu. Mambo yalipozidi kuwa magumu, walitengeneza madhabahu ya kuweka sanamu hizo ndani. Hii ilipelekea wao kuanguka hata zaidi ndani ya mitego 6 ya Shetani. Kwa sababu hawakujua dhambi ya asili, hawakujua juu ya Shetani au hata asili ya kuzimu pia. Kwa sababu hii, dhambi ya asili, Shetani, majanga ya asili yaliendelea kutokea. Moja, asiamini. Yesu alisema, baba yenu Ibilisi. Hivyo wasioamini wanalazimika kukabiliana na magumu bila kujali wamefanikiwa kiasi gani. Yesu pia alisema kwamba Shetani amejenga ngome na nyumba ya mapepo, wasioamini wanakufa kwa jinsi hiyo. 2, kutaniko. Ikiwa huwezi kufurahia Injili ingawa unaenda kanisani, huna chaguo ila kufungwa na mambo ya kale. Kwa hiyo, ikiwa umefungwa na mawazo yako, hutawahi kujua kwa nini hupati majibu na kwa nini ni lazima uende kanisani. 3, ulimwengu. Ulimwengu ni ufalme wa Shetani. Shetani anatenda kama mfalme na kana kwamba anatawala ulimwengu. Kwa hiyo watu huenda kuambiwa bahati zao. Kwa maana moja, ni sawa kwamba watoto wa Shetani ambao hawawezi kupokea mwongozo kutoka kwa Mungu waende kuambiwa bahati zao na mtu ambaye pia amekamatwa na Shetani. Kwa hivyo lazima ujue ulimwengu wa kiroho na uombe. Majibu ya maombi huja kulingana na hali yako ya kiroho. Kwa maneno mengine, hali yako ya kiroho inahusiana na majibu. Ikiwa kwa mfano unaendelea kushtuka, kuna uwezekano mkubwa wa kufa mapema. Pia, ukiendelea kuhangaika, matatizo zaidi yanayokusababishia wasiwasi yatakukuta. Hata hivyo, ikiwa utashikilia neno la Mungu, utimizo wa neno utafuata. Maombi ya agano. Mungu Baba, naomba mwanzo muhimu ufanyike leo. Na iwe ratiba ya wakati wako ambapo ninaanza upya katika neno ninaposhikilia agano na kupata uzoefu wa nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.